Hello guys, karibuni katika YouTube channel yangu hapo, na wakaribisha kusubscribe na kulike hapo. Katika clip ya leo nitaelezea jinsi ya kudeposit money kwenye IQ option kwa kutumia M-Pesa. Tunajua sasa hivi njia ya kufanya deposition katika hizi IQ option, expert option na nyingine hizo ni inasumbua sana kwa hapa kwetu Tanzania, ila nilipokuwa napitia mtandaoni niliona M-Pesa wametangaza unaweza kutengeneza Mastercard kwa kutumia line yako M-Pesa, ambapo unaweza kufanya deposition ukaweka hela katika M-Pesa ukayamisha katika account yako ya Mastercard uliyotengeneza hapo hapo kwenye M-Pesa yako, alafu ukalipia expert option ukaendelea kutrade kama kawaida, ukaendelea kuingiza faida. Kwa today ngoja tunaanza kwamba umesha download IQ application yako ya IQ option. Ndio iko kama hii hapa tunavyoiona. Then ukisha download application, nataka tu nionyeshe kwamba nimeshafungua IQ option yangu, kwamba inanihitajia sababu kuna demo account na kuna real account. Tunajua IQ option haihitaji broker, yenyewe ni broker. Kwa hiyo unahitaji tu kuweka pesa katika hiyo account. Ngoja tuisubiri ifunguke hapa, maana nachukua muda kidogo. Mtandao nasumbua. Hii graphic yake user interface yake ni nzuri. Kiachana zile sijui MetaTrader 4 sijui MetaTrader 5, ila hapa graphic user interface yake ni nzuri. Yaani ni nzuri kufanyia trading. Hata kama ulikuwa huna elimu kubwa kuhusiana na forex, ukianza kwa kutumia hii kujifunza kila siku kwa unatumia, iko fresh, iko vizuri. Naona hapa tunatakiwa tu login. Yes. Nachukua muda kidogo, unaona mtandao wetu Edge Plus. Msisahau kusubscribe hapo. Unaona kwa subscribers 15 tu hapo arifu. Ili nipe moyo. Ni kutengeneza video nyingine. Hii hapa nitakuwa itengeneza sasa hivi. Hii hapa ni ya kufanya deposition. Withdraw nitatengeneza baada ya kuona imenipa support hapo. Hii mambo sio mengi. Kama mnavyoona hapa, hii ni practice account. Kuna kibunda kama hicho hapo kilichopo. Kufanya practice ni $10,000. Ile account yetu unaona haina pesa. Kwa hiyo tunachotakiwa sasa hivi ni kuweka pesa katika hii real account. Tunafanyaje sasa? Unatakiwa uwe na line ya Vodacom hapo. Ukishakuwa na line ya Vodacom, endelea kufuata maelekezo kama ifuatavyo. Tunatoka hapo. RAM na wenye iPhone hapo mtatamba sana kwa sababu na RAM kubwa, ila ndio hivyo. Tufanyaje? Wewe trade hapa tupate hela kununua iPhone. Mambo sio mengi. Kwa hapa tunaingia katika menu ya M-Pesa. Hii msimu kachukua hizo namba hapo asini. Namba za watu wazito. Ukishaingia hapo kwenye menu ya M-Pesa hapo, unaenda lipa kwa M-Pesa hapo namba 4 hapo. Unaiona hiyo, yote mna macho. Alafu unaenda hapo kwenye Mastercard hiyo. Kama unajui kusoma hiyo namba 6 hapo. Mastercard. Sasa kwa sababu wewe ndo mara yako ya kwanza, itabidi ucreate Mastercard. Kwa Kiswahili tengeneza Mastercard. Inategemeana na M-Pesa yako umesetije. Hii ya kwangu hapo kwa sababu najua sana Kiingereza. Ila sijaamua tu kuongea hapa, nikiongea mtaelewa. Kwa sasa hii uta-create kadi hapa. Maana yake ndo unatengeneza kadi yako. Ukiwa na yako ikiwa Kiswahili itakwambia tengeneza kadi pale. Unatengeneza kadi kama hiyo.
Unaona hapo inatuma kama ulivyoona hapo, M-Pesa Mastercard successful created, card number hiyo hapo. Kwa hiyo unataka usave hizi details zako hizi. Namba ya kadi kama unavyoiona hapo, CVV hiyo sijui nini, ile unataka usave, na expiry. Hizo zote ni requirement ambazo kwenye kufanya payment pale unatakiwa uwe nazo. Unaona hapa kwenye message ameshanitumia hizo. Kwa unataka uzimeze hizo nanilio. Hiyo nini hiyo account number, hiyo ndo account number yako ya nini, ya Mastercard ya M-Pesa. Umeona sasa, ndio ikariri uimeze kichwani. Wewe unajitia trade afu hizi kumeza namba, ndio uimeze. Kama mimi hapo, unaona sasa mimi ndo naanza kuimeza hapo 53 64. Hiyo ni ya kwangu, wewe usije copy. Umeona 41 10 34 0 0 0 31 3. Hiyo hapo ni naniliu ni account yangu ya Mastercard number. Alafu kuna hii CVV, hii pia ni ya muhimu, ambayo ni 6332. Sawa, haina shida, hizo ni ndogo. Hapo kuna expiry date pia ndio uishike, ambayo ni sana hapa ni mwezi na mwaka, ndio ambayo ina mata. Kwa ukishafungua hivyo, maana hapo usha create M-Pesa yako nini, usha create account yako ya Mastercard unayo. Ushafungua kwa hapo ndio imeshaisha, ni hamna mambo mengi. Sio niwaambia ni mambo ni marahisi sasa hivi. So lazima utumie yale ma broker stima nini, stima templar stima nini ya trafiki zenyewe ni mbaga nini. Kwa bana hapo ukishafungua pale, ukishafungua hiyo nini hiyo account yako ya Mastercard, unaingia hapa IQ option sasa. Tayari kwa kufanya deposition, japo itachukua muda. Tunatumia Tecno, sio tunatumia Tecno. Kama mnavyoona tukimkasema jamaa tuna simu gani mbona ina load hivi? Kama ni 1GB nini, hapana. Umeona? Hii ni Tecno. Lakini ni kama umeona ni Tecno yenye azi. Unaweza Tecno zenye azi kama umeona. Umeenda kama hivi. Hapo inachukua muda hapa hivi. Naona imefunguka, basi nini kimetokea hapa, hata mimi sielewi. Kwa hiyo tunaenda kufanya deposition hapa. So unaona hapa kuna real account, kuna practice account, tunatemana nayo practice account. Sasa tunafanya, tunaenda hapo kwenye plus hapa. Deposit. Kwa wale ambao mjui Kiingereza, deposit maana yake ni kuweka kibunda. Sasa wewe kama una kibunda hapo, utabidi tu hata hii clip yenyewe usiendelee kuangalia. Umeona hapo kuna Visa au Mastercard. Ndio ile tulioifungua kule. Hii ni ya M-Pesa. Watu wengi sana wanajua labda ku deposit money hizi Mastercard lazima uwe na kadi NMB. Hapana, si ni tu ya ile ambayo tumeitengeneza. Utaenda kuona huko hii, ngoja uangalie huko hizi mambo sio mengi. Kwa hapo naomba uandike kadi namba. Umeona kadi namba ile tulio inaje kule hivi? Ndio ile 54. Umeona 54 64. Unakumbuka ile kadi namba ya raia? Sasa unaona hapo nimesahau sasa, ngoja ni. Utakuwa makini, yani usije ukasahau hizi na nimaki. Mimi nilicopy pembeni, unaiandika kama hivi. Andika kama hivi, kama ifuatavyo. Hiyo hapo, umeona hiyo? Sasa hapa kwenye kadi holder usije ukaogopa ukasema sijui nini chazingua. Hapana, hapa ni jina lako losajilia M-Pesa kule. Unajitaji jina lako la M-Pesa. Umeona sasa hapo? Kwa hiyo tunaandika jina la M-Pesa hapo. Mimi jina langu nimelisahau. Unaona jina langu ni la kizungu sana. Jina langu ni la kizungu sana. Kwa hadi nimelisahau. Unaona hapa nimeacha maana nilima gefu. Ngoja niweke. Hilo ndio jina langu hilo. Kama utanipenda kuna namba zangu hapo chini hapo kwenye link hapo utanitafuta. Wanawake tu, masela fateni mambo yenu. Hiyo hapo imeisha hiyo. Umeona? Unakumbuka sasa ule mwezi ule? Kama unkumbuki imekula upande hiyo.
ilikuwa ni mwezi na mwaka sasa. Kwa hapo ni mwezi wa kwanza mwaka ni tarehe 21 hiyo kitu inakuwa imeisha. Hii hapa ndo unajaza ile namba ile ilikuwa ni hapa. Umeona imeshaisha hiyo mzee. Kwa hiyo kwenye kudeposit hapa hiyo unaandika kibunda unataka kudeposit. Kama una kibunda kingi sana unaandika, ila inaanzia $10 ndio unataka uweze kudeposit hapo hiyo kibunda hiyo. Msije mkasahau kusubscribe basi. Ili tu ni watengeneze clip nyingine ya ku-withdraw hapo hivyo. Ongezeke tu hata wawili hapo mimi natengeneza. Ni mambo asiwe mengi. Sasa hapa tunafanya deposit, tuna click kama hapo hivi. Lakini huku mimi sijaweka kibunda huku, umeona huku? Kule kwenye ile M-Pesa kule sijaweka kibunda chochote. Kwenye M-Pesa yangu, Mastercard ya M-Pesa kule sijaweka kibunda chochote. Kwa hapa hivi itasema lazima itaandika fail nadhani. Kwa sababu hamna kibunda kule. Lakini kama ulikuwa umeweka kibunda, unaona hapa hivi start trading, lakini balance hapa imeandika $0 kwa sababu gani? Kibunda hakijaandikwa. Yaani kule hamna pesa. Itakuja message hapa sasa hivi tunaisubiria kwamba payment imekuwa declined. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamna hela kwenye Mastercard yangu. Ila hapa wameandika ile hiyo nini imeshakubali $15, lakini kwenye balance haijaingia. Naona message hapa imeshaingia. Message ishaingia hiyo. Then tuifungue kwanza hiyo message, utaona maana watu wengine nasema hapa mambo yasiwe mengi. Umeona transaction of hiyo hapo, kibunda hicho hapo, ni card ending hiyo hapo. Anti-IQ option declined due to insufficient funds. Kwa sababu tunaweza kujiuliza sasa huku kama hujaweka kibunda huku hivi tunaikaje kibunda kwenye hiyo? Ni rahisi mzee. Unaingia tu katika menu ya M-Pesa pale hivi. Umeona? Unaingia katika menu, mambo yasiwe mengi, usiogope. Hii kitu imeisha. Unaingia hapa hivi. Pap. Bana, sasa hii ndio techno hii. Umeona? Hii ndio techno hii. Hii inarudi masaa 3 hapa hivi. Ni kwamba hapa nimepeleka haraka hivi ndio maana inafanya. Umeona? Kwa hapa inaenda speed hapa. Hii clip nimeedit iende haraka. Lakini bado inarudi kiasi hicho. Jingi kwa ni ungekuepo hapo kani na record hapa hivi. Tulikuwa tunasubiria masaa kama 3 hapa hivi ndo ifunguke page moja. Kwa unapiga bana menu ya M-Pesa hiyo hapo. Pap. Umeona sasa hapo? Unapiga kama hiyo. Naona kama mvua inataka kunyesha hapa hivi. Afu tuko nje sasa. Mambo yanakuwa yameharibika. Unaona hapo kwenye unalipa kwa M-Pesa hapo pap. Unalipa hapo. Ukishalipa hapo hivi unaingia hapo namba 6 Mastercard hapo pap. Ukishaingia hapo hivi unaona hapo. Pre-refund card hapo ni kuweka kibunda. Pre-refund card kwa wale ambao muelewi Kiswahili. Kwa wale ambao muelewi Kiingereza sorry. Kwa hiyo hapo hivi kwa Kiswahili kama menu yako inaonyesha kwa Kiswahili itakwambia weka pesa vyovyote vile itakavyokuja, ila hapo utabonyeza hapo enter amount. Mimi sina kibunda huko kwenye anili yangu ya M-Pesa. Mimi nilikuwa tunaweka hapa kuonesha. Kwa hiyo mimi naweza nikaandika hata iko kilichokuwa hapo. Please wait to confirm the request. Hiyo namba ni ya msela hapo, sio kadhani ya demo hapo kwa ukampigia ukamsumbua msela, watu watakutukana sana. Press to want to confirm. Umeona hapo unabonyeza moja na confirm kama unacho kibunda hapo tu M-Pesa Mastercard. Weka namba ya siri, unaweka namba yako ya siri hapo 1 2 3 4. Weka hiyo hapo unaweka itatoka. Bonyeza moja kudhibitisha, unathibitisha. Ombi lako limetumwa. Kwa ndo kama hivyo. Ukiweka kule kibunda afu ukienda ukifanya payment kule kiosho itatoka fresh tu, usiogope wala nini. Kwa leo tuishie hapo. Kwa kesho kutwa hapo nitatengeneza clip ya kufanya withdraw inakuaje. Naomba ni support yenu hapo hivi, kusubscribe na kucomment na mavitu kama yote hapo. Ukiwa na maswali weka kwenye comment hapo, mimi nitakujibu. Kama hii swali lako litahitaji clip kutengenezea, nitatengeneza, usiogope. Nipo kwa ajili yako, japokuwa mnilipi.